tukio ambalo lilitokea tarehe 18 ya mwezi wa 8 mwaka 2024 katika eneo la Lamadi, ambalo lilileta taharuki kubwa na ikapelekea mpaka kifo cha mtoto mmoja baada ya wananchi kuchukua sheria mkononi na kwenda kwenye maandamano wakiamini katika mkoa wetu wa Simiyu kwamba kuna watoto wawili wametekwa, jambo ambalo baada ya jeshi la polisi kuchunguza kwa kina na kuchunguza kwa weledi na kwa usahihi, na nitumie fursa hii kwanza kumpongeza kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu ndugu Swebe pamoja na timu yake nzima na vyombo vyote vya ulinzi na usalama katika mkoa wetu kwa kuweza kubaini jambo ambalo nitawaeleza leo. Kwanza, binti aliyekuwa inasemekana ametekwa ni huyu ambaye yuko mbele yetu hapa, yeye pamoja na mdogo wake. Na katika maelezo baada ya kuhojiwa kwa kina, huyu binti alisema kwamba yeye aliamua kumbeba mdogo wake na kuamua kuondoka kuelekea mkoa wa Shinyanga. Sasa jambo hili katika mkoa wetu lilileta taharuki kubwa. Wananchi wakaamini kwamba watoto hawa wametekwa na wamechukuliwa kwenda kuuawa, kitu ambacho hakikuwa kitu cha kweli. Kwa nampongeza kamanda wa polisi wa mkoa kwa sababu walifanya operation, walifanya uchunguzi, waliita watu mbalimbali wa wahoji, na hapa mbele kama mnavyoona tunaye mama ambaye yuko hapa, ni Mama Rahma ambaye mtoto wake ni huyu binti, lakini tunaye dada pale mwishoni ambaye yule dada alikuwa anasema huyu ni mtoto wake lakini hajawahi kuwa na mtoto, na baba wa hawa watoto ni yule pale ambaye baba aliaminishwa huyu ni mtoto wake wa kumzaa, kitu ambacho hakikuwa kweli. Jeshi la polisi lilichukua hatua kubwa ya kwenda mpaka kwenye vipimo na wakathibitisha kwamba dada yetu pale hajawahi kuwa na mtoto. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba jambo lile lilitengenezwa na kuwa jambo la uongo, likaleta madhara makubwa katika mkoa wetu wa Simiyu. Sasa mpaka muda huu tunapozungumza, jeshi la polisi kwanza tunalipongeza kwa kuweza kumpata huyu binti ambaye alikuwa amepotea na ikiaminika ametekwa, leo amepatikana. Lakini mdogo wake anasema alifariki. Sasa bado vyombo vyetu vinaendelea kuhakiki na kuchunguza, je, ni kweli amefariki au kuna namna nyingine ambayo ipo inafichwa hizi. Kamanda wa polisi mkoa wetu wa Simiyu, kuna baadhi ya vitendo ambavyo vinaendelea katika mkoa wetu, watu kutengeneza uongo kabisa, kuleta taharuki ndani ya mkoa na kufanya mkoa usitawalike. Sasa niombe mzidi kusimamia sheria, mzidi kuchukua hatua madhubuti na tuweze kudhibiti hivi vitendo, kwa sababu lengo la serikali ni kuhakikisha raia wote, wananchi wote wanakaa kwa amani na utulivu ndani ya mkoa wetu, lakini ndani ya nchi yetu inapotokea watu wachache kwa maslahi yao wanaoyajua wao wakatengeneza uongo na kuleta taharuki ndani ya mkoa, maana yake wanaondoa utulivu na imani ya serikali kwa wananchi, jambo ambalo kama mkuu wa mkoa mwenye dhamana siwezi nikalikubali. Kwa hiyo nakupongeza tena kamanda Swebe pamoja na timu nzima. Endeleeni kufanya kazi kwa weledi, tuendelee kubaini na kujua matukio yote ambayo yanaleta shida katika mkoa. Kama ambavyo mmefanya jambo hili, ninawapongeza kwa dhati, kwa sababu dunia nzima iliaminishwa kwamba hawa watoto wametekwa na wameuawa, kitu ambacho hakikuwa. Kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye pia ni mwenyekiti kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Simiyu, kwa kuhakikisha kwamba vyombo vyake vyote vinafanya kazi kama ambavyo ilipaswa kufanya, kama ambavyo mmesikia katika taarifa iliyotolewa na wetu wa mkoa kwamba tumefanikisha kukamata mtoto ambaye aliiba mtoto. Lakini nichukue fursa hii pia kuwashukuru vyombo vyote vya ulinzi wa mkoa wa Simiyu kwa kuhakikisha kwamba linafanikishwa hivi. Lakini pia nichukue fursa hii kutoa rai sasa kwa wananchi. Maelekezo nimeyapokea na hizo taharuki ambazo zinaendelea kwenye mkoa wetu kwamba hazitakaa zivumilike. Tuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya kazi kwa weledi na kuhakikisha yeyote yule anayevunja sheria bila sababu yoyote, hatua kali zitachukuliwa. Waombe wananchi watupe taarifa fiche ili tusaidie kufichua uovu wote ambao unaendelea kwenye maeneo yetu. Lakini zaidi ya yote tunahakikishia kwamba mkoa wa Simiyu ni salama na kila mtu aendelee kufanya kazi kwa amani na utulivu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.